Mtazamaji, hiyo ni taarifa ambayo imeandaliwa na mwenzangu Tobias Chanji, ambaye amekuwa akifuatilia matukio ya shughuli nzima ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Magarini. Na kwa kweli Esther na Shadrack, kuna tetesi ambazo zimetolewa pale katika eneo la Magarini, ambapo kuna tetesi na madai kwamba baadhi ya waheshimiwa, kuna mmoja ambaye alikuwa anasimama kwenye lango anawahonga wapiga kura, na pia kuna baadhi ya vitambulisho. Kulingana na jinsi taarifa hiyo inavyotueleza ni kwamba kuna baadhi ya vitambulisho vya wapiga kura ambavyo vimenunuliwa. Mbona wanasiasa wajihusishe kwa maovu ya aina hii? Ni kipi ambacho kinachangia? Ni ubinafsi, ni hamu sana ya kupata ule ushindi, ama ni kipi Shadi ambacho kitachangia mwanasiasa ambaye anafahamu sheria na hata kanuni za uchaguzi kujihusisha na maovu ya aina hiyo? Naam, Agnes, mwanzo nitoe shukrani zangu kwa mwaliko. Pili pia niombe radhi kwa kuchelewa kidogo kufika hapa studioni. Tulikuwa na janga kule Gatundu ambalo tulikuwa tunashughulikia. Kuna kijana aliuawa, tulikuwa tunajaribu kumtafutia haki. Na kwa kweli tunaomba haki yake ataipata. Naam, tunapozungumzia kuhusu matamshi ambayo tumeyapata kutoka pale Magarini kwa viongozi, mmoja yule seneta wa Kilifi na yule kiongozi ambaye ananuia kiti kile cha ubunge cha Magarini baada ya koti ya upeo zaidi, Supreme Court, kutupilia mbali uchaguzi wa yule ambaye alikuwa inasemekana alikuwa amechaguliwa chama cha ODM. Mwanzo niseme ya kwamba matamshi ya wanasiasa mara mingi ni ngumu sana kuyakubali yalivyo, pasina pengine ushahidi. Kwa sababu mwanasiasa kawaida, na tumeona katika jamhuri letu la Kenya, ni watu ambao mara mingi wanazungumza bila ushahidi. Kwa hivyo unaposikia matamshi kama yale, ni muhimu mwanzo, hata kabla ya kuendelea mbali ama zaidi, ni muhimu zaidi, haswa mimi kama mwanasheria, kujaribu kudadisi ama kufanya udadisi zaidi, kubaini iwapo kuna ushahidi ambapo ushahidi ule unaweza tumika. Kwa sasa tunashukuru mzungu ama tuseme yule mchina alitutengenezea masimu. Kwa hivyo kupitia hizi rununu zetu kuna ule urahisi wa kuweza kurekodi matukio yanavyotokea. Kwa hivyo ninaomba, najua kumekuwa na tetesi nyingi sana katika maeneo haya ambayo kumekuwa na hizi by election. Ni muhimu sana wale ambao wanalia ama wananungunika kuna kitu ambacho kimefanyika, kuweza kuweka ushahidi. Kwa sababu mambo kama haya tunayashuhudia, mwishowe tutayapata pale mahakamani. Kwa hivyo tukielekea mahakamani, lazima mtu akuwe amejitayarisha, ajue ya kwamba mahakama inaamua kesi kulingana na stakabadhi ama ushahidi ambao unaletwa pale, sheria na ile pengine hali ilivyokuwa. Kwa hivyo iwe tu pengine ni ile hadithi ama story ile wanasema kwa kimombo wanasema ni story za jaba. Ikiwa tu ni hadithi tu unapeana bila ushahidi, basi ingawaji ni ukweli ambapo pengine kwa ndani ya roho yako uko na uhakika jambo hili lilitendeka, uenda ikawa uchaguzi ule ukaendelea bado, ukapigiwa muhuri na koti kasemekana hujaleta ushahidi, ukatupiliwa mbali. Zaidi ya hapo, ni muhimu pia kuangalia kuna uwezekano ya kwamba matamshi ama madai ambao unayasikia pale kutoka wale viongozi ni madai pengine ya kweli. Lakini iwe ni madai ya kweli, ni muhimu sana tuelewe ya kwamba uchaguzi unapofanyika, wewe kama mtu ambaye anahusika katika uchaguzi, iwe pengine ni mpiga kura, iwe pengine ni IEBC, tume huru yetu ya uchaguzi, ama iwe pengine wewe ni mgombea kiti kile, ama wewe ni supporter ya yule ambaye anagombea kiti kile, sisi wote tuko na majukumu kisheria. Majukumu ambayo tuko naye ni jukumu la kuhakikisha ya kwamba uchaguzi unafanywa uwe ni wa haki, uwe ni wa uhuru, na uwe ni wa uwazi. Kwa hivyo tunapoona ya kwamba kuna watu ambapo, ama unaposikia ya kwamba kuna watu ambapo wamepewa hongo ili kuwashawishi waweze kupiga kura kwa upande moja, ama kumpigia mtu mwingine, ama kataa kumpigia mtu mwingine, hile ni makosa kisheria. Kwa sababu huo ni uchaguzi ambao si wa uhuru. Inaonekana wale watu wamefanya uamuzi wao kulingana na zile pesa ama zile peremende kidogo kidogo wamepewa na mtu fulani, ndiposa wakafanya maamuzi kivingine. Na ndiposa unapata nchi yetu tumekuwa na shida kubwa sana. Tumekuwa na shida ya viongozi, hata wale ambao wako pale bungeni, wengi wetu tunaongojea mwaka wa 2027 ili tuweze kuwatimua. Kwa sababu wananchi wengi ukisikia semi zao, wakijaribu kufikiria matukio ama mambo yalivyokuwa mwaka wa 2022, wanajutia sana.
wanajutia sana maamuzi yao, kwa sababu wengi wao walipiga kura sababu ya chama, ama wengi wao walipiga kura kwa sababu walipewa unga, wengine walipiga kura kwa sababu walipewa blanketi, na walikuwa wanaogopa wasipopigia yule ambaye aliwapea blanketi kura, usiku wataanza kupigwa pengine na mashetani. Jamani.